hali zabuni ya kuchapisha karatasi za uchaguzi wa urais ambayo ilikuwa imepewa kampuni ya Al Ghurair kutoka jijini Dubai kule UAE. Majaji watatu wa mahakama hiyo wameiamrisha tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuanza upya mchakato wa kutoa zabuni hiyo. Tume huru ya uchaguzi na mipaka awali ilishikilia kuwa ingeendelea kuchapisha karatasi hizo licha ya kesi kuwa mahakamani ambayo iliwasilishwa na muungano wa NASA. Mgombea urais Ekuru Aukot alikuwa amependekeza hapo awali kuwa karatasi za uchaguzi wa urais zichapishwe na kampuni tofauti. Na mtazamaji, kumbuka kama nilivyokuelezea, kikao hicho katika mahakama kuu kinaendelea hivi sasa, na tutakuwa ni wenye kukuarifu wakati tunapopokea taarifa kutoka wanahabari wenzangu ambao wako katika mahakama hiyo ili kutuarifu na kinachoendelea, lakini uamuzi kamili bado haujakamilika. Na vile vile tutajaribu kuwasiliana na baadhi ya watu ambao, na kama nilivyokuelezea tutawasiliana na wanahabari mwenzangu ambaye hivi sasa yuko huko, labda tuwasiliane naye kwa sasa. Nadhani amepatikana, tumemtoa nje kidogo ya kikao hicho ili atuelezee ambayo ameweza kuyapokea wakati ambapo anaendelea kusikia hukumu hiyo. Nicholas Wambua, nadhani unanipata vyema kabisa. Nakupata vizuri Manzu. Naam, asante sana. Katika muda wa dakika kama 15 zilizopita hivi nadhani tuliwasiliana ukituelezea taarifa hizi. Je, hivi sasa kuna chochote ambacho kimeweza kusomwa ambacho tunaweza waarifu watazamaji wetu? Na bila shaka Manzu, kama nilivyokuwa nimetaja hapo awali, ni kwamba kwa sasa pande zote mbili, upande wa NASA na pamoja na Third Alliance pamoja na IEBC, kwa sasa wanaendelea bado kutoa maombi kwenye mahakama kwamba kabla ya wao ama kabla IEBC kwenda mahakamani, maanake tayari wametangaza kwamba wataweza kwenda katika mahakama ya rufaa, wanajadiliana waone ni yapi ambayo kwa sasa wanaweza kufanya ambayo labda maanake kama nilivyotaja mwanzo ni kwamba kwa sasa inamaanisha kuwa kama vile mahakama imetangaza kwamba uamuzi huu wa kutupilia mbali kandarasi ya kuchapisha karatasi za urais tupilia mbali, ni kwamba kwa sasa IEBC inataka mahakama iweze kuweka wazi iwapo mara moja watatupilia mbali ile kandarasi ya kuchapisha karatasi hizi, iwapo basi pia wataweza pia kutangaza ama kutoa matangazo kwamba kampuni ambazo zinataka kuchapisha karatasi hizi pia zijitokeze. Lakini wakati huu tunakumbuka kwamba jambo ambalo kwa sasa hatujui kabisa ni kuwa iwapo Al Ghurair pia itahusika katika, ama wakati IEBC ikitoa tangazo hili, iwapo katika mahakama ya rufaa pia itashikilia uamuzi huu wa mahakama, itaweza pia kuhusika katika kuchapisha karatasi hizi. Manzu, pia kuna suala lingine ambalo kwa sasa mawakili hapa wanalileta ama wanalizua katika kuwasilisha kesi zao hapa, ni kwamba kwa sasa muda ambao umesalia tufanye uchaguzi mkuu ni ni siku 31, na swala la muda hapa ni swala ambalo pia mawakili hawa pia wanasema kwamba japo mahakama ndio umetoa uamuzi kikatiba ambao ni kweli labda ambao ambao wameweza kutoa kikatiba, pia kuna swala la kuangazia muda huu ambao umesalia kufanya uchaguzi mkuu. Maanake inamaanisha kwamba iwapo basi watatupilia mbali kandarasi hii ya kuchapisha karatasi za kupiga kura, wanasema kwamba huenda basi tutakuwa tumeachwa nyuma, na huenda basi pia uchaguzi mkuu wa tarehe 8 Agosti mwaka huu pia katika nafasi ya urais pia ukaathirika pakubwa, na hivyo basi anataka mahakama pia iweze kutoa uamuzi ama iweze pia kuangazia swala hili kama swala ambalo linahusisha Wakenya sio tu kikatiba, lakini swala la iwapo basi, manake uchaguzi huu ni uchaguzi muhimu, iwapo basi uchaguzi utaweza kufanyika. Kwa hivyo Manzu, basi mahakama iliweza kutupilia mbali uchapishaji wa karatasi za urais na kampuni ya Al Ghurair kwa misingi kwamba ama tume ya IEBC haikuhusisha sana umma katika kuamua kuwa ni kampuni ya Al Ghurair peke yake ambayo ilifaa kuchapisha karatasi hizi za rais. Hivyo basi kusema kwamba ni kwamba
kandarasi hii ambayo ilitolewa kwa kampuni hii basi haikufaa kabisa kutolewa tu kwa kampuni yenyewe. Basi IEBC walifaa kutoa maombi kwa wale wote ambao walitaka kuchapisha karatasi za urais basi waweze kujitokeza. Manzo, asante sana Nick Wambua, ukiwa katika mahakama kuu hapa jijini Nairobi, kufuatilia kwa ukaribu kinachoendelea. Kama alivyokuelezea pale, mawakili wanaendelea kushauriana kuhusiana na hatua itakayofuata, na bila shaka ni wazi kwamba tume ya IEBC huenda ikakata rufaa kuhusiana na uamuzi ambao umetolewa mapema jioni ya leo. Lakini je, athari zake ni zipi wakati ambapo Wakenya hawakuhusishwa katika mchakato mzima? Mtazamaji, kwenye muda usiokuwa mrefu tutakuwa na mahojiano hayo. Tayari wageni wangu wamewasili.